Samia Suluhu ameweza kukimbilia JWTZ baada ya kuonekana kutengwa na kundi hilo la kijeshi ambalo linashughulika na maslahi na ulinzi wa wananchi, na kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kufanya mkutano na kundi hilo la kijeshi siku ya leo ili kuweza kuhakikisha kwamba anazidi kuipata sapoti ya kundi hilo ili asiweze kupoteza uongozi ndani ya shughuli za maandamano na kupata kukataliwa na wananchi. Swala hilo limeweza kufanya Samia aweze kufanya mkutano na uongozi wa wana JWTZ katika siku ya leo ili kuweza kuhakikisha kwamba wameweza kurudisha uhusiano na kuweza kumpatia sapoti ili asiweze kupata kutupiliwa mbali yeye na serikali yake. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana, basi nazidi kukuomba kwamba hakikisha kwamba umezidi kutufuatilia. Fanya kupiga subscription ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata taarifa zetu punde zinapotokea na unakuwa na sisi, na kwa ajili hiyo tunaendelea kutengeneza familia kubwa. Lakini ukifanya hivyo pia naweza kukuomba kwamba ukipata nafasi unaweza kushare channel yetu kwenye makundi ambao unaweza kuyajua ili tuweze kujenga familia yetu izidi kuwa kubwa zaidi. Naam, karibu kwa taarifa za leo. Basi jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba na kufafanulia taarifa ambazo zinaweza kutokea na unazipata kwa hali ambayo ni nzuri mno. Sasa katika siku ya leo, Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania Mama Samia Suluhu ameweza kufanya mkutano na kundi la kijeshi ambalo ni JWTZ. Kundi hili la kijeshi, msikilizaji, linahusika na masuala kama haya. JWTZ linahusika na usalama ama ulinzi wa wananchi pamoja na mali za wananchi. Hili kundi ndo linahakikisha kwamba mambo hayo hayajaweza kupata tabu yoyote wananchi pamoja na mali yao. Sasa katika siku ya leo, Samia Suluhu ameweza kuwasili katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga SKUA kwa kile ambacho kimeweza kutajwa ni kwa ajili ya kikao cha ndani na uongozi wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ. Imeweza kutajwa kwamba ni kikao cha ndani na ulinzi ama uongozi wa ulinzi wa JWTZ. Msikilizaji, katika siku za hivi punde tumeshuhudia serikali ya Mama Samia ikikumbwa na misukosuko kabambe. Kati ya masuala ambayo yameweza kukumba serikali ya Samia ni kukataliwa na wananchi, na jambo hilo linapelekea shughuli za maandamano kupata kuandaliwa. Na msikilizaji, nchi yoyote iwapo inashuhudia vurugu, inasababishiwa ukosefu wa utalii ama ukosefu wa kutembelewa, kwa sababu wageni wanahofia usalama katika nchi ya aina hiyo. Na sasa hali hiyo
inafanya mataifa ya kigeni kuweza kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba raia wao wanapokuwa katika nchi kama hiyo wanakuwa salama. Lakini pia nchi ambazo zinapeana ufadhili zinasitisha, na kwamba taifa kama hilo mara nyingi likienda kuomba kama msaada inakuwa ni ngumu. Sasa hali hii inaweza kumfanya Mama Samia Suluhu kuweza kuhakikisha kwamba ametumia majeshi kuhakikisha kwamba amani inarejea ili Tanzania iweze kupata misaada na kupata ufadhili katika sekta mbalimbali. Kikao cha siku ya leo na kundi la JWTZ ni kikao ambacho kinaweza kuhakikisha kwamba wananchi wale watakaoweza kuzungumza kinyume na serikali ama watakaokanusha sera zile zinazoweza kutolewa na serikali wataweza kuchukuliwa hatua. Na msikilizaji, tumeshuhudia tangia Disemba 29 siku ya uchaguzi, wote waliotaka kuzungumza kile ambacho kiliweza kuwatokea. Serikali imeweza kuweka misingi kwamba ukipinga kile ambacho serikali inakipendekeza, bila shaka unaweza kupotezwa. Tunao wengi wa Watanzania ambao wameweza kukumbana na vifo vilivyoweza kuandamanishwa na shughuli za uandamanaji, lakini pia wapo wengi wameweza kutekwa, wapo wengi wasiojulikana walivyo. Wapo wengine ambao wameweza kuwekwa katika kifungo kisicho wazi. Na sasa hali hii inasababisha mataifa ya nchi za kigeni kuweza kuhakikisha kwamba msaada katika nchi ya Tanzania unakosa. Na sasa hali hii imeweza kumfanya Samia Suluhu kuweza kutafuta mbinu kadhaa ama kabambe ili kuhakikisha kwamba wananchi wananyamazishwa. Na wananchi wakiweza kunyamazishwa, picha ambayo itaweza kutoka ni kwamba Tanzania hamna vurugu, kila mtu ameridhika, na sasa aweze kupata ufadhili ule wa pesa za kigeni. Msikilizaji, maovu ambayo yameweza kushuhudiwa katika serikali ya Samia hayajaweza kuzungumziwa, wala hakuna ambaye ameweza kuchukuliwa hatua zozote za kisheria kati ya wale walioweza kusababisha maovu hayo. Kuna watu wengi waliweza kupoteza maisha yao, ambapo kwamba haki haijaweza kutendeka kwa watu ama kwa jamii za watu hao. Kuna wale ambao wanatekwa kinyume na sheria, hawapati kuwasilishwa mahakamani na kesi zao hazipati kusikilizwa, na kwa hivyo wapo tu katika kifungo bila chochote kuweza kufanyika. Samia ameweza kuhakikisha kwamba jeshi litaweza kuhakikisha kwamba haya yamefunikwa na hayawezi kuonekana. Msikilizaji, nakualika kuyaachia maoni yako kwenye comments, na hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia ili tuweze kuhakikisha kwamba tunazidi kufahamishana, lakini share kanda zetu pia ziweze kufika mbali zaidi. Achia maoni yako pale
tuzidi kuzungumza na tuzidi kujuzana yale ambayo yanatokea.